Ligi kuu soka Tanzania bara hatimaye imerejea na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba siku ya kesho watakuwa katika uwanja wa ugenini katika wilaya ya Misenyi huko mkoani Kagera, ambako watakuwa wanakipiga dhidi ya Super Nkurukumbi Kagera Sugar chini ya kocha Juma K Juma Kasedi ambaye ndiye anayeongoza timu hiyo kwa wakati huu ambao tunakwenda kuzungumza. Tunakwenda kuangazia mchezo huu katika upande wa kiufundi, namna ambavyo timu hizi mbili watakwenda kuelekea, lakini pia jinsi gani ambavyo walimu wa timu hizi mbili wataandaa mpango kazi kwa lengo tu la kutupatia mchezo ambao umetukuka kwa siku ya kesho majira ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Usikia leo uko nami Leopard John, lakini nitakuwa hapa na mchambuzi kinara ambaye ni Babu Ramso atakayeenda kukupatia uchambuzi juu ya hichi ambacho tutakwenda kuzungumza kuelekea mchezo wa kesho ligi kuu soka Tanzania bara. Babu Ramso, Simba kwa mara nyingine tena dhidi ya Super Nkurukumbi katika uwanja wa Kaitaba huko mkoani Kagera. Pengine tunauangalia mchezo huu kwa namna gani, labda kwa namna nzima ya kiufundi na vile ambavyo makocha wanaweza kwenda kuingia kwenye huu mchezo? Kimpira hawezi kusema kwamba hakuna mchezo rahisi kwa sababu ni mchezo wa ushindani, lakini kwenye quality na zinakutana timu mbili zenye quality tofauti. Kumbukwe klabu ya Simba ilikuwa ni klabu ambayo imeshiriki pia msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini Kagera Sugar ni timu ambayo pia imeshiriki kwenye michuano ya championship msimu uliopita na kushika nafasi ya pili. Hapo tayari unaweza kuona utofauti wake kati ya hizo timu mbili, kwamba Kagera Sugar amepanda daraja msimu huu kurudi tena kwenye ligi kuu, ambao msimu wa mwaka juzi 24-25 waliweza kushuka na kurejea katika championship, lakini msimu wa 26-27 wameweza kurejea tena kwenye ligi kuu. Ukiachana hayo, angalia hata zile sajili ambazo zimefanyika katika klabu zote hizi mbili. Kagera Sugar msimu huu wameongeza wachezaji takriban zaidi ya 11 ambao ukijaribu kuangalia katika maeneo tofauti tofauti, mchezaji kama Emmanuel Julius alikuwa na Mungo ameweza kujoin na Kagera Sugar. Mchezaji kama Emmanuel Mvekure ambaye tunakumbuka alisha kucheza KMC kwa muda mrefu, lakini mchezaji kama Daudi Mirandu, Nyenyezi Shabani ambaye alikuwepo na Mashujaa, lakini mchezaji mwingine Mudathir Said pia alikuwa na Mashujaa, lakini Abdul Mohamed Bakari pia alikuwa na Mashujaa. Wote hao wameweza kujoin pia na Kagera Sugar. Lakini hapo kuna mchezaji kama Dickson Muhiru amekuwa join hapo kwenye timu ya Kagera Sugar. Boniface Opio amejoin pia kwenye timu ya Kagera Sugar, lakini Naku James amejoin pia kwenye timu ya Kagera Sugar pamoja na Said Kudo. Mchezaji Said Kudo ni mchezaji ambaye alikuwa under 20 ya KMC, lakini this time amejoin na Kagera Sugar. Kwa almost wachezaji kama 11 ambao nimeainisha hapo ni wachezaji ambao wameweza kujoin na Kagera Sugar. Lakini klabu ya Simba imeweza kufanya sajili tofauti, sajili za wachezaji wa kiwandani mpaka sasa tunaweza kumuona Kevin Nation, lakini Nathaniel Chirambo, Bakari Msimu, lakini pia mchezaji mwingine ambaye anahusishwa pia wa ndani wane wa kizawa kujoin kwenye timu ya Simba ni pamoja na Ismail Mgunda ambaye anahusishwa kwa karibu. Lakini pia leo kwa tetesi zingine zinaonekana kama Simba anamhitaji tena Paul Peter Akasunda kujoin kwenye timu yake. Kwa hiyo ukija kuangalia quality za wachezaji, lakini wachezaji wa kizaa tunaona kama wakina Dumbia, wakina Bajal, si ndio? Wakina Karesto wamejoin na Simba, wachezaji wa kizaa. Kwa hiyo ukiplus na ile quality ambayo walikuwa nao Simba msimu uliopita ya wachezaji wao kina Libase Kwe, Anset Oura, Chama Mpanzu, unaweza kuona ni chemistry namna gani na kikosi cha namna gani. Kagera Sugar wamempoteza mfungaji wa bora msimu uliopita Obechilo ambaye ameenda kujoin na timu ya Geita Gold, lakini so far hata ile performance pia yao msimu uliopita unaweza kuiona ilikuwa na performance nzuri pia katika eneo la ushambuliaji, kwa sababu wakiwa na championship Kagera Sugar msimu uliopita waliweza kufunga magoli 53 na kuruhusu magoli 12. Kwa hiyo unaweza kuona katika eneo la ushambuliaji walikuwa wako vizuri, lakini pia kwenye eneo la kuzuia walikuwa wako vizuri. Katika michezo 30 ya championship Kagera Sugar waliocheza walifanikiwa kupata ushindi wa mechi 22, wakatoa sare mechi 6 na kupoteza mechi 2 tu championship. Lakini ukiachana hayo, msimu wa mwaka juzi Kagera Sugar ukiwa katika ligi kuu Tanzania bara unaweza kuona performance yao haikuwa nzuri. Katika alama 23 za kusanya katika ushindi ambao walipata ushindi mechi 5, wakatoa sare katika mechi 8 na kupoteza mechi 17, huku wakiwa wamefunga magoli walikuwa wamepata magoli 22 ndio walikuwa wameweza kuscore, lakini pia wakiwa wameruhusu kufunga katika magoli takriban 41. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa intensity ambayo imaliza nayo msimu uliopita wakiwa kwenye ligi kuu haikuwa nafasi nzuri, kwa sababu walifunga magoli machache, lakini pia waliruhusu magoli mingi na kutengeneza goal difference kwa kubwa. Lakini pia kwa upande wa Simba
Ukitaka kujua hatari ya Simba ambao wako nayo ni msimu uliopita pia, ambao haukuwa walijaribu kutengeneza nafasi, lakini pia walikuwa wazuri katika michezo yao ya away. Ukija kuangalia msimu ambao Simba katika michezo ya away msimu uliopita, Simba hakupoteza mchezo wote wa ugenini. Katika michezo yake 15 ya away aliweza kupata ushindi wa mechi 10 na kutoa sare mechi 5. Kwa hiyo unaweza kuona ubora namna gani Simba walikuwa nao, lakini katika michezo hiyo hiyo ya away Simba aliweza kufunga magoli 24 na kuruhusu magoli 5 tu. Kwa hiyo unaweza kuona katika magoli, idadi ya magoli 54 ambayo Simba aliweza kufunga msimu uliopita, basi magoli 24 waliyafunga katika mchezo wa away, lakini katika magoli 11 ambao Simba aliruhusu kufunga msimu uliopita, magoli 5 peke yake ndio aliruhusu katika uwanja wa away. Lakini Simba kwa wameonekana pia na matumizi mazuri ya away. Lakini hata msimu wa mwaka juzi ambao Kagera Sugar walikuwa kwenye ligi kuu Tanzania bara, yaani msimu wa 24 25, ambapo unaweza kuona pia Simba katika matumizi tena uwanja wao wa away walikuwa the best zaidi kuliko matumizi ya uwanja wa nyumbani, ambapo katika matumizi ya uwanja wa away Simba alifunga michezo 13, wakatoa sare mechi moja na kuruhusu na kufungwa mechi moja, ambapo katika hizo mechi Simba waliweza kufunga magoli 30 wakiwa katika uwanja cha away na kuruhusu magoli 6 peke yake, ambao unaweza kuona katika hizo walikusanya alama 40 kati ya alama 78 ambazo walizokuwa nazo msimu uliopita. Kwa hiyo inaonekana Simba bado still wana matumizi mazuri katika viwanja hivi vya away katika hii misimu miwili iliyokuwa. Kwa hiyo inatengeneza picha namna gani? Picha ambayo inaenda kutengeneza kwamba Simba wakiwa nyumbani wako bora, lakini pia wakiwa away wako bora. Kwa hiyo kinachokwenda kwamba ni mlima mzito kwa Mwalimu Juma Kaseja kukutana na Simba ambayo ukijaribu kuangalia katika hizi mechi zake mbili, yani mechi ya Ngao ya Jamii ambayo alicheza na Yanga waliweza kupoteza kwa goli 1-0, lakini mechi dhidi ya Simba Day pia waweza kupoteza goli 1-0 dhidi ya Police Kenya. Kwa hiyo sidhani kama kuona mwalimu wa Simba Steven Becker pamoja na mashabiki wa Simba kama wanafurahishwa na matokeo ya mechi hizi mbili ambazo Simba amecheza hivi karibuni. Kwa hiyo naamini kabisa kesho katika mechi dhidi ya Kagera Sugar Simba anatamani kuja na kitu cha tofauti kabisa kwa ajili ya kupata matokeo. Sawa. Simba ametoka kucheza mchezo mgumu dhidi ya Young Africans kwenye Ngao ya Jamii. Pengine hii haitakuwa na madhara yoyote hasa katika upande wa fatiki, kwa maana namna ambavyo wachezaji watakuwa kwenye uchovu na matumizi makubwa ya nguvu ambayo walitumia kwenye mechi dhidi ya Young Africans. Ndio maana klabu ya Simba wameweza kufanya usajili wa wachezaji wengi, kwa sababu hakikisha kila sehemu kuna mchezaji zaidi ya mmoja katika kila position, lakini wachezaji ambao wanakaribiana viwango. Ndio maana unaweza kuona hii hali ambayo vilabu kama hivi vinafanya usajili kuhakikisha kwamba hali kama hiyo haiwezi kutokea. Na ukijaribu kuangalia hata ile mechi ya Ngao ya Jamii, japokuwa ulimwona mchezaji kama Akibabage akipata injury, lakini aliingia Mligo, lakini mchezaji kama Shomari Kapombe hakuwepo, lakini tukamwona Duchu akifanya covering katika eneo lake. Lakini baadaye tulimwona mtu kama Libasi Goya akitoka akaingia Bakari Msimu, si ndivyo? Lakini tuliona baadaye mtu kama Chama alitoka, wakina Kalesto akapata nafasi ya kuingia, lakini baadaye tulimwona Mpanzo akiingia, Dumbi akitoka. Kwa so far na imani ukubwa kikosi cha Simba unasadiki kabisa kwamba wao wako tayari kwa kila mechi, lakini pia hata kama replacement ambazo zitakuwa zinafanyika ni katika ubora ule ule. Kwa kwangu mimi utofauti wa muda ambao mechi ulivyochezwa kuanzia Jumatano mpaka Jumapili ni nafasi tosha kwa wachezaji kufanya recovery, lakini ni nafasi pia wachezaji kufanya vizuri. Kwa kwangu mimi mechi ambayo walicheza mara mwisho dhidi ya Ngao ya Jamii dhidi ya Yanga sioni kama ina madhara kuelekea katika mechi dhidi ya Kagera Sugar. Na ikumbukwe hizi timu facilities zake ni tofauti na timu kama hizi ambazo katika madaraja ya chini wanaweza kusafiri na ndege. Kwa hiyo inapunguzia ule uchovu, ni tofauti na vilabu vya daraja ya chini ambao mwisho wa siku wangefanya kusafari kutoka Dar es Salaam mpaka Kagera kwa basi, ambao ni mkoa ambao unatumia masaa mengi zaidi ni mbali ukitoka Dar es Salaam kwenda mkoa mwingine wowote. Mkoa ambao unatumia masaa mengi zaidi ni kwenda Bukoba. Unajua watu nadhani kwamba unaweza kutoka Dar mpaka Kigoma ni mbali, lakini Dar mpaka Bukoba ndio mbali zaidi kuliko Dar Kigoma. Sawa, utabiri wako pengine kwenye hii mechi siku ya kesho majira ya saa 10 kamili jioni, nani ambaye unaona kabisa wazi anakwenda kuchukua alama 3 za kwanza kunako mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara? Mimi bado still nampa nafasi Simba kutokana na wale dhamira ambayo naitaka msimu huu. Ikumbuke wamepoteza ligi kuu kwa msimu 5 mfululizo, lakini so far mwendo wa maandalizi ya kuchukua ubingwa ni mechi kama hizi ambayo ya kwanza kabisa wanatakiwa kufanya nao vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi nampa nafasi Simba, lakini pia recover ya Kagera Sugar kurudi kwenye ligi kuu haitokuwa ile ya haraka zaidi, lakini pia angalia na ugumu wa mechi ambayo anakutana nayo
mechi yake ya kwanza. Kwa kwangu mimi nampa nafasi zaidi Simba kufanya vizuri katika mechi hii. Sawa, huo ni uchambuzi kuelekea mchezo wa kesho ambako Simba atakuwa ni mgeni mbele ya Kagera Sugar ambao watakuwa katika uwanja wa nyumbani kwa maana ya Kaitaba Stadium huko mkoani Bukoba katika wilaya ya Misenyi, mechi ambayo inatarajiwa kwenda kufanyika majira ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Leopold John, nilikuwa hapa na Babu Ramso ambaye amekupatia uchambuzi uliotukuka kuhusu mchezo wa kesho ambao tutakwenda kushuhudia moja kwa moja. Nyuma ya kamera alikuwepo Arafa Kaula. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV.